limekwisha wika Dodoma. Sasa kumekuja, sasa kumekuja, joto limekwisha wika Dodoma. Mwanakwetu anaitafakari CCM ya mwaka wa 2025 huku akilini mwake akiyasikiliza maneno haya ambayo yalimjia tu akilini mwake. Kulikuwa na kikao cha halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Kilimanjaro ambacho pamoja na mambo mengine kikao hiki kimemfukuza Daktari Godfrey Malisa aliyekuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwenye chama chetu. Godfrey Malisa amefukuzwa kwenye chama kwa kukosa sifa za kuendelea kuwa mwanachama wa CCM kutokana na sababu ambazo amekuwa mara kwa mara akibeza maamuzi halali yaliyofanywa na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa tarehe 19 kwenye kikao kilichofanyika mjini Dodoma. Baada ya mkutano ule, ndugu Malisa amekuwa akitoa matamko ambayo hayaleti umoja na mshikamano ndani ya chama na kwenye nchi yetu. Malisa ameenda mbali sana kwa kusema kwamba ule mkutano mkuu umevunja katiba ya chama chetu. Lakini sisi ambao tulikuwa wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, ambao tulishiriki kwenye mchakato wa kumpata mgombea wa Chama cha Mapinduzi, tunasema bila wasiwasi kabisa kwamba hakuna kipengele chochote cha katiba ya Chama cha Mapinduzi ambacho kiliachwa kwenye mchakato huu. Kwanza, baada ya azimio lile, Sekretariat ya halmashauri kuu ya CCM Taifa ilikaa na kuandaa agenda kwenye kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa, ambayo agenda hiyo ya kumpata mgombea wa CCM iliwasilishwa kwenye halmashauri kuu ya taifa, na wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa kwa pamoja, kwa kauli moja, waliunga mkono azimio la kumpitisha Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea pekee wa nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Aidha, tulitoka tukaingia kwenye mkutano tukapiga kura. Wajumbe wa mkutano ule walikuwa 1924 na kura zote zilisema Samia awe mgombea, kwa sababu hakuna mjumbe kati ya wajumbe 1924 ambaye alipiga kura ya kupingana na uamuzi ule ambao ulifikishwa. Kwa sababu hiyo, kwa mujibu wa kanuni za maadili ya chama chetu, kifungu cha 6 kifungu kidogo cha 3 D kinasema mwanachama au kiongozi atakayekataa maamuzi ya kikao halali cha chama atakuwa ametenda kosa la utovu wa nidhamu na ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni hizi. Lakini si inasema mwanachama atakayekataa kumuunga mkono mgombea wa CCM aliyeteuliwa na kikao halali cha chama na akithubutu kufanya kampeni za siri au za wazi kumhujumu atakuwa ametenda kosa la usaliti na anastahili adhabu ya kufukuzwa wanachama. Haya ni maelezo ya katibu wa CCM wa mkoa wa Kilimanjaro Bi Mercy Malisa
dada wa Mwanakwetu ambaye aliwahi kufanya naye kazi pahala fulani. Dada mmoja mwelewa sana, akiyasema haya mara baada ya kumfurusha ndugu Godfrey Malisa mwezi wa pili mwaka wa 2025. Hayo yote yanamjia akilini Mwanakwetu tu, akijiuliza kwani ndugu Godfrey Malisa daktari huyu alisema nini hadi CCM mkoa wa Kilimanjaro, hadi katibu wa CCM mkoa wa Kilimanjaro dada wake Mwanakwetu Messi Malisa akiketi kikaoni na wenzake kadhaa wakifikia maamuzi haya. Chama cha Mapinduzi kina wenyewe. Wacha waseme Chama cha Mapinduzi kina wenyewe. Wacha waseme Chama cha Mapinduzi kina wenyewe. Wacha walie Chama cha Mapinduzi kina wenyewe. Ndugu wana CCM wenzangu, anayezungumza nanyi wakati huu ni mimi Dr. Godfrey Malisa, na nina jambo nyeti sana la kuzungumza na wewe mwana CCM wenzangu. Sasa hivi tayari inafahamika kwamba leo tarehe 19 kule Dodoma Chama cha Mapinduzi katika mkutano wake mkuu ilipitisha kwa kauli moja na kumtangaza Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa kiti cha urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Jambo hili nilipolisikia sikuamini kwamba tumeshafikia hapo. Kwa nini? Kwa sababu CCM ni chama makini, ni chama kinachoheshimu demokrasia, ni chama kinachozingatia demokrasi na katiba ya nchi. Haijawahi katika historia ya Chama cha Mapinduzi kufanyika haya yaliyofanyika leo. Kitu cha ajabu kabisa. Ninasikitika kwamba tunawezaje kufika mahali kama hapo, kwa wazi wazi chama kinachoheshimu demokrasia kuwanyima wanachama wanaotaka kugombea nafasi ya urais wa nchi kwa mujibu wa katiba ya CCM na kwa mujibu wa katiba ya taifa. Kukapitishwa tu kwa namna ya ajabu. Januari, ni lini uliwahi kusikia Januari anapitishwa mgombea urais wa CCM? Kulikoni? Kuna nini kimepush mpaka kitu hiki kinafanyika hivi kilivyo? Nasikitika kuona wajumbe wa mkutano mkuu wameshangilia kuvunjwa kwa katiba ya Chama cha Mapinduzi, kuvunjwa kwa katiba ya Tanzania, na wapo watu wanapiga makofi wanashangilia. CCM tunakwenda mahali pabaya kabisa. Kama tukiendelea hivi tunakwenda mahali pabaya. Sasa tumeshafika mahali ambapo hata kama chama, viongozi wa chama wanakosea, hawasemwi, hawakosolewi, wanapigiwa makofi, wanashangiliwa. Tena wapo viongozi waandamizi wastaafu walikuwepo pale, watu tunaoheshimu, wakakubaliana jambo hili lifanyike. No, hapana. Wana CCM wenzangu waliokerwa na jambo hili wasikae kimya. Chama hiki ni chetu, sio kikundi cha watu fulani. Kwa hiyo tunahitaji kauli, wale wana CCM wote nchi nzima, tuseme hili lililofanywa Dodoma tarehe 19 sio sawa. Walitengue, waweke utaratibu, wanaotaka kugombea wagombee, na kama Samia Suluhu Hassan ndio anayependwa zaidi atapitishwa bila shida, lakini tufate utaratibu wa kikatiba.
Najua kuna watu watakaoshangaa kwa nini dokta unasema hivyo na maneno mengine mengi, lakini mimi sitaishia hapa. Kweli kama CCM yangu haitasikiliza, nitakwenda hata mahakamani kudai haki ya kikatiba ya kuwaruhusu wanachama wagombee kwa mujibu na taratibu za katiba ya Chama cha Mapinduzi. Hiki kilichofanyika Dodoma tarehe 19 ni kitu cha ajabu sana. I pray to God that hili jambo litafutwa. Wasione aibu wala wasisite kusema well, hapo tulikosea, hebu turudi katika ile utaratibu wetu. Vinginevyo naomba wanachama waliokerwa waniunge mkono, tusikae kimya. Sasa kumekucha kweli, sasa kumekucha, jambo limekwisha wika Dodoma kweli. Kumbuka mwanakwetu anajiuliza tu hapo, akasema CCM vipi? Katibu wa CCM Taifa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, uchaguzi unakuwa na ratiba. Vipi ratiba ilikuwa wapi? Chama cha Mapinduzi hakifanyi mambo yake kwa kupiga ramli, kwa kukurupuka. Hati kama msipompitisha Januari hawezi kushinda. Jamani, hii mali ya watu, akishinda yoyote kimeshinda chama, tumeshinda sote. Mambo yalikuwaje tu tukaweka ajenda hii ya uchaguzi pala ambapo watu wakutarajia? Mwanakwetu akasema ngoma hii ilianzia hapo, na hakika jambo hili lina mantiki kwa wale wanaotambua namna Chama cha Mapinduzi kinavyofanya siasa zake. Kati haya yote yanasema ndugu Malisa pia kisha pokwa wanachama wake. Ndugu Malisa anaonekana kama rafiki wa vyombo vya habari sasa, wazuri na wabaya wakimnyemelea kwa maswali ya kweli na maswali ya kinafiki. Na hii ni culture moja ya ajabu sana. Hatupendi kuelezana ukweli. Ukisema ukweli unageuka kuwa adui. Hawa viongozi wa juu kabisa wa chama wanapata shida kwamba kwa nini ninasema ukweli na kumbe CCM msingi wake mmoja mkubwa unasema nitasema kweli daima, fitina kwangu mwiko. Sasa imetokea kuumbika niseme ni uhasama wa wazi wazi, niuite ni chuki ya wazi wazi ya hao ambao ujumbe wangu uliwagusa moja kwa moja. Na taarifa zinasambaa, nimeshapata taarifa sehemu nyingi. Watu wengi wamekuwa wananionya uwe mwangalifu, wanaweza wakakudhuru, watu wengi sana wanaongea hilo swala. Na mimi niliwasikiliza, lakini sikutaka kuamini sana kwamba kweli niseme kweli alafu wainuke watu watakao ninyamazisha kwa sababu nimesema kweli. Sikufikiria hivyo, lakini hizi siku za karibuni hilo jambo linaendelea kwa nguvu na linaonekana kuwa na some credibility kwamba kweli kuna uwezekano wa usalama wangu mimi kuwa mashakani. Yani ninaanza kuhisi, naona viashiria kwamba inawezekana kabisa usalama wangu mimi ukawa hatarini. Na nataka Watanzania wafahamu hivyo. Lolote litakalo nitokea, lolote litakalo nipata, ni kwa sababu nilisema kweli na baadhi ya watu hawakupenda hiyo kweli. Zamani zile za Rais Magufuli alipenda sana kusema nisema kweli ni mpenzi wa Mungu, nisema kweli ni mpenzi wa, lakini mimi nisema kweli ni mpenzi wa Mungu, lakini anatokea kuwa ni adui wa wanadamu.
Mwanakwetu alipoyasikia hayo maneno haya ya ndugu Malisa, akaona kuwa ni maneno muhimu sana katika usalama wa nchi. Katika kutazama juu viongozi wetu wanaopewa dhamana, je, jamii ya Tanzania inawaamini na inawatilia mashaka? Kikubwa Mwanakwetu anaona jamii ina mashaka makubwa na wanaopewa dhamana, na ndiyo maana Mwanakwetu anasema sisi ilipaswa kutafakari mara mbili juu ya jina la mgombea wa rais wa sasa. Jina jipya lingeweza kuondoa mashaka juu ya utekelezaji wa ilani katika kipengele kile cha ulinzi na usalama wa raia na mali zao, ambapo sasa wananchi wana mashaka. Wananchi wanawatilia mashaka viongozi wao. Mwanakwetu akiwaomba wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, walinzi wa amani wa kila eneo, jamani kweli makini,
Inapotokea tatizo, mathalan mtu katekwa au kauawa katika kijiji, kata, tarafa, wilaya au mkoa, mlinzi wa amani wa eneo husika anapaswa kufahamu mapema kilichotokea, maana ipo siku asiyefahamu mlinzi wa amani huyo anaweza akaulizwa na akakosa majibu, na hapo hautobaki salama. Bwana, wakati wa tukio hili lilitokea, mkuu wa wilaya alikuwa fulani, mkuu wa mkoa alikuwa fulani, mtendaji wa kata alikuwa fulani, mtendaji wa kijiji alikuwa fulani. Kwa ili kuwa salama ni vizuri kufahamu kila kinachotokea, ili baadaye panapokuwa na maswali majibu yawepo. Kwanza kisheria hiyo haijakaa sawa. Wewe ni mlalamikiwa, alafu mimi nakuja kutoka rufaa kwako. Hilo moja. Lakini la pili, unafuata utaratibu. Leo angalia, taifa zima la Tanzania limefunguka macho, linakubaliana na mimi kabisa kwamba kweli Chama cha Mapinduzi kilikosea. Hivi ningekuwa nimefuata utaratibu, hawa Tanzania wangepata hiyo taarifa kupitia wapi? Si ndio zimwa ikaishia huko ndani kwa ndani? Kukata rufaa ni mchakato, it's a process, na hiyo process ndio inayoendelea hivi sasa. Nimesema mara nyingi kwamba tunajipanga kwenda mahakamani, lakini pamoja na kwamba kuna huo mchakato wa kwenda mahakamani, mimi nilipenda sana tumalize hii civil war ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini unfortunately hawa watuhumiwa wakubwa, yani wale ambao tunasema ndio waliochangia kuvunjwa kwa katiba, wamechukulia uhasama. Yani hawataki tukae chini tulizungumze. Wanachotaka wao ni kunishughulikia mimi, ili kuzuia kukata rufaa, ili tuone, je, tunaweza kulimaliza jambo hili bila mimi kukata rufaa? Tunaweza tukakubaliana huko ndani ya Chama cha Mapinduzi kabla ya kukata rufaa? Inawezekana tukakubaliana na swala la kukata rufaa likaondoka. Zamani jamii ya Tanzania ilimwogopa nduli Idi Amin, iliogopa Muumini, wale walikuwa wanatazama kama wenye damu, iliogopa makaburu. Iweje sasa tuogope viongozi wetu wenyewe? Mwanakwetu akiwa katika tafakari akacheza video ya Machi 16, 2025. Ndugu Godfrey Malisa alizungumza tena na waandishi wa habari. Nasikitika kusema kwamba hizi ni dalili za chama kushikwa na watu wachache. Nitatoa mifano michache. Jambo la kwanza ambalo tunapaswa tujiulize, na siamini kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi watakubali kuliweka hadharani, hivi wanaweza kutuambia ni nani waliodhamini ule mkutano wa Dodoma? Ni nani? Kwa sababu ile sio siri. Maana ya kuuliza swali hilo ni ili kujua kwamba kumbe wanao call the shots, yani wale ambao ndio wenye ushawishi wa kitu gani kifanyike, sio wanachama, sio wajumbe, bali ni wale wanaogharamia ule mkutano. Wanafanya hivyo kwa maslahi yao binafsi. Hawawezi kuweka hadharani kwamba ni nani wamedhamini. Hao wanaodhamini wanaelewa kwa nini wanadhamini, na hawakubali iende kinyume na matakwa yao. Jambo la pili, tumeambiwa sana kwamba mkutano mkuu ndio wenye maamuzi ya mwisho. Lakini niwakumbushe wana CCM, ile tarehe 19 Januari
kama kweli mkutano mkuu wale wajumbe ndio wenye kauli ya mwisho, kulitolewa neno na mmoja wa wajumbe alisimama akamtaka mwenyekiti wa chama awapishe kwenye ukumbi wa mkutano ili wazungumze masuala yanayohusu uamuzi kwamba je, tufanye nomination sasa au baadaye. Lakini mwenyekiti kama ninavyokumbuka vizuri aligoma kutoka. Sasa anagomea wajumbe ambao ndio wenye maamuzi ya mwisho. Hilo ni swali la kujiuliza pia. Lakini la tatu, watueleze, na sijui kama watakubali kueleza. Inajulikana dhahiri shahiri kwamba aliyekuwa apendekezwe kuwa makamu mwenyekiti wa chama upande wa bara sio huyo aliyepitishwa. Wao wanajua vizuri ni ushawishi gani, ni msukumo gani uliofanya mpaka wakabadilisha uamuzi ule dakika za mwisho, akaingia yule ambaye hakuwa kwenye mahesabu. Sasa hivi vyote navisema kwa sababu gani? Kutaka kuonyesha kwamba chama kimekamatwa na watu wachache, japo wananchi na wanachama wengi wanataka kufanyika mkutano mwezi wa 6 ili kuwa na nomination process ya kikatiba. Hao wachache walioshika chama hawatakubali hilo. Sasa kama hakuna walioshika hicho chama, hebu Chama cha Mapinduzi kijibu haya maswali machache niliyokiuliza. Asante. Msikilizaji wangu, kwa hakika najua tuko pamoja hatua kwa hatua, na hiyo ndiyo hali halisi ya jambo hili ambalo ni sakata ndani ya chama tawala nchini Tanzania, huku mengi yakiibuka. Na sasa shauri hilo linakwenda mahakamani katika muhimili mwingine unaosimamiwa na jaji mkuu ambaye na yeye mashaka yapo, aliongezewa muda. Yule aliyelalamikiwa katika kadhia hii, je, mahakama inaweza kuipa kisogo mvinyo ya uteuzi wao? Je, majaji wanaweza kuipa kisogo uteuzi unaofanywa na rais katika shauri kama hili? Kwetu wanasema nini siku ya leo? Kwanza kabisa, msikilizaji wangu, na kuomba utambue kuwa kisa hiki kilinikumbusha namna alivyofukuzwa wanachama wa CCM mzee marehemu Hassan Nasor Moyo. Kweli nimejenga nyumba yangu tangu msingi hadi juu, kisha mpangaji hadi kunifukuza kwenye nyumba yangu. Ndugu Hassan Moyo hadi anazikwa hakuwa mwana CCM. Hilo lilitokea kwa marehemu Kingunge Ngombale Mwiru. Historia inadokeza kuwa walikuwa miongoni mwa wanachama wa awali wa ASP tano na baadaye CCM. Hawa ndio wenye nyumba, wengine wote ni wapangaji tu. Kuja katika hoja ya ndugu Godfrey Malisa, ukilitazama kwa kina swala hili, waliofanya makosa ndio hao walioketi na kumfukuza wanachama. Maelezo ya timu ya CCM wa mkoa wa Kilimanjaro yako wazi. Wao ndio waliopiga kura na wakaja kumfukuza wanachama. Ingependeza zaidi malalamiko yangetoka kwa wanachama wa kawaida wa CCM, waseme kama ndugu Malisa kakosea, ndugu Malisa kakosea, ndugu Malisa kakosea. Ingekuwa na kelele nyingi, alafu wale viongozi wa CCM wa mkoa wa Kilimanjaro wao ndio wangeanza kuweka mchakato. Lakini kabla ya wanachama wa CCM kupiga kelele, wala hakukuwa na video kumlalamikia ndugu Malisa, lakini wao wakaingilia kati, wale walioketi wakaja kumchukulia tena hatua. Kuomba msikilizaji wangu ufahamu kuwa ndani ya CCM hapo jadiliwa ajenda kuhusu wewe. Wewe unajadiliwa, unapaswa kujiuzuru na mtu mwingine kukaimu nafasi hiyo. Kisha yeye anayekaimu kiti ndiye anaendesha ajenda hadi mwisho. Ukitazama ile ukanda wa video, unasikia mwenyekiti wa CCM taifa anayejadiliwa anachukua mpira na kumtupia Jakaya Kikwete hadharani. Ile ni kosa kubwa, na hapo hata maamuzi yote yanayofuata yamekuwa batili. Yaani maamuzi yanakuwa haramu kwa mujibu wa namna ya kuendesha chama. Ajenda dhidi yako, unakaa kando, unatoka nje, wanakujadili
alafu kisha unarudi unaambiwa na tumekubaliana 1 2 3 hivi na hivi na hivi. Uendeshaji wa vikao. Mimi kuna wakati nakumbuka nilikuwa nagombea mwenyekiti wa CCM wa tawi. Wakati wa ajenda ya kunijadili mimi nikatoka nje. Wakanijadili, baadaye walipomaliza nikarudi. Washanijadili. Kwa hiyo wewe unapokuwa mwenyekiti wa kikao unatakiwa kupisha watu wa kujadili kwa uhuru wewe ukiwa nje. Kwa pale ilipaswa kukaimishwa mtu tu. Kwa hilo tu linaonyesha kwamba ule mkutano pale palikuwa na intirafu ambapo Chama cha Mapinduzi, chama kikongwe, walipaswa kubaini hilo mapema kabisa. Na viongozi wengi wa zamani wanajua. Sasa sijui ilikuwa shida nini, hiyo wao wenyewe watakuwa wanajibu. Nadhani kesi itakapokuwa mahakamani itatoa picha halisi ya majibu wa wale mawakili wa CCM na mahakama itakapokuwa inapimwa. Na ndio maana hata watu wa mahakama watafute watu majaji makini, majaji ambao wajaji wanaojiamini, wapewe sheria ili liweze kutoa majibu sahihi. Kwa yale maamuzi yanakuwa haramu kwa mujibu wa namna kuendesha chama kama mahakama isipoingiza kwenye mbio waliowateua. Mwanakwetu anaona kesi hii ni nyepesi sana na Godfrey Malisa atashinda mapema mno, na Godfrey Malisa lazima arejeshewe wanachama wake, maana amesimama katika kitu kizuri sana ambacho kinajenga chama imara. Na Chama cha Mapinduzi kisiogope kudunga sindano za wanachama wake kwamba wakubwa mara nyingine wanakuwa wanachepuka kwenda kando, kwa lazima warudishwe kwenye mataruma ya leli. Binafsi nimeshika nafasi kadhaa ndani ya CCM na kupigiwa kura na wana CCM wenzangu. Kwa uchache tu nimeshika nafasi ya mwenyekiti wa CCM wa vijana wa tawi, katibu mwenezi wa tawi na hata mwenyekiti wa CCM wa tawi. Kwa haya mambo ni mambo kawaida. CCM inaongozwa na kushughulikia masuala yote ya kiuongozi na kiutawala kwa mujibu wa katiba ya CCM, kanuni za uchaguzi za CCM, kanuni za uongozi na maadili za CCM, kanuni za uteuzi wa wagombea wa uongozi katika vyombo vya dola, na kanuni ya wabunge na wawakilishi wa CCM, na kanuni za fedha na mali za chama na jumuiya zake, pamoja na sera ya CCM ya ndani ile ya miaka 5 husika. Na mwisho ni juu ya ile ilani ya uchaguzi ya CCM ya miaka 5 husika. Katika hoja hii na kuomba msikilizaji wangu nikupeleke katika kanuni ya uchaguzi ndani ya CCM ya kuingia katika vyombo vya dola ambavyo huwa inaboreshwa kila baada ya muda fulani. Mwanzoni ile kanuni ilikuwa na maneno haya ambayo nadhani huwa kila mara yanarudiwa kama yalivyo. Unasema kwamba uongozi sio kazi, ingawaje zipo kazi za uongozi. Hivyo wajumbe wa chama lazima wawe na kazi kama vile kilimo, ama wawe na kazi za uongozi katika chama, serikalini au mashirika ya umma. Vinginevyo kutakuwepo katika chama watu ambao si wakulima wala si wafanyakazi. Na huo ndio mwanzo wa kujenga kundi la wababaishaji, yani matapeli katika siasa, ambalo ni jambo hatari kwa siasa za ujamaa. Usinyang'anie nafasi ya watu. Hii ni nafasi ni mali ya umma. Kwa hiyo inapofika wakati fuata taratibu, inapendeza zaidi. Katika hili linalolalamikiwa kanuni yetu ya uchaguzi wa CCM ukurasa ule wake 24 ile kitabu kile cha kwanza inatoa maelezo haya. Kila mwombaji wa nafasi ya uongozi atatakiwa kujaza fomu na waombaji wote wajaze fomu ya aina moja. Kutakuwa na utaratibu wa kuchukua na kurudisha fomu. Kila anayetaka uongozi atachukua fomu katika ofisi ya chama, lakini baada ya kuijaza atairudisha fomu ile kwa katibu wa chama kwa ngazi husika anapoomba pahala husika. Swala hili ni gumu kueleweka mbele ya jaji makini. Mgombea urais wa CCM aliyeteuliwa, katibu wa CCM taifa, mkurugenzi wa uchaguzi, lini alitangaza fomu ichukuliwe? Mgombea husika alienda kuchukua fomu, nani alikuwa shahidi? Alichukua fomu namba ngapi? Lini alirudisha fomu hiyo? Vigezo vya kurudisha fomu alikidhi? Mathalan malipo ya fedha ya fomu ile, stakabadhi ya malipo ipo? Alilipa lini na kwa account gani na kwa benki gani? Kama mgombea wa CCM hakuchukua fomu, hakulipa pesa yote, jina lake lilipachikwa, wagombea wa CCM na udiwani na ubunge kwa mwaka 2025 fomu zitatolewa bure? Kama fomu ilitolewa bure, na kikao gani cha CCM kiliamua hayo? Leo msikilizaji wangu, inatosha sana, lakini viongozi wetu wanapaswa kuwa na subira katika mambo ya umma. Ndio maana Mwalimu Julius Nyerere aliwahi kusema kuwa unapofika wakati wa uchaguzi, wanaotaka urais ndani ya CCM ndio hao viongozi wa CCM. Wanachama wa CCM, kuweni makini na jambo hilo. Mkiwaachia wao wafanye kila kitu, hawawezi kufanya, kwa sababu wao ndio wanaohusudu, ndio wanaotamani ule urais. Wanachama wa CCM watafanya makosa. Nimeeleza kwamba inabidi kusisitiza
watafanya makosa wakiwaachia kila kitu viongozi wao. Hawatafanya. Kwa hiyo wanachama wa CCM, na kwa sababu tunazungumza tutakachozungumza ni rais wa nchi yetu, si rais wa CCM. Wanachama wa CCM ambao watakuwa nafasi katika jitihada za kuweza kusaidia nani awe mgombea wao, ambaye wanachama wananchi wakipenda atakuwa rais. Wanachama wa CCM na wananchi wa Tanzania wasiachie mzigo huu, waachiwe viongozi. Viongozi wetu ni wale wanaoutaka urais. Lakini sasa hivyo kama kwa utani, kwa sababu hili ni jambo la nchi. Wanataka urais. Tuache mizengo, tufanye namna ya kumpata mgombea wa CCM. Nikizungumza CCM, niko nazungumza kama mwanachama wa CCM. Namna ya kumpata mgombea wa CCM iwe option, unataka urais kisiri. Useme nataka kuwa rais, alafu uje tukuulize kwa nini. Nataka kuwa rais wetu. Huwezi kuwa rais wetu kichini. Ukitaka kuwa rais wetu sema mimi nataka kuwa rais wa Tanzania. Sasa pita. Au mimi nataka kuwa mgombea wa urais wa CCM. Pita tukuulize kwa nini nataka. Tukupime, tukuone, tutakuwa na muda mzuri kabisa wa kupima na kuona. Tuulize bwana tunavyolipa hivi. Wewe unazielewa? Utatusaidia katika nyumba hizi? Utajibu naam, mimi nipa hizi nazijua moja ya kwanza ya pili ya tatu moja nazijua mimi, msimamo wangu barabara. Yoka mushocho Yabana mazembe Yoka mushocho. Julius Nyerere alisema haya mwaka 1995 akizungumza na waandishi wa habari akijibu swali la Rose Mary Kidela wa Radio Tanzania Dar es Salaam. Mwanakwetu upo? Kumbuka tu ndugu Malisa mahakamani atashinda mapema sana, labda mahakama inywe mvinyo ya uteuzi. Jina langu ni Adeladius Makwega na kutakia siku njema. Aba
aba, 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 aba.